Mnamo tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka 2026 siku ya Jumatatu majira ya saa 10 usiku nilipokea taarifa ya wito wa moto katika mtaa wa Nyarusurulia, kata ya Lwamlimi, wilaya ya Msoma. Na moto huo, baada ya kupokea taarifa hiyo, kikosi cha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa weledi kikafika kwa wakati, kikaanza kukabiliana na tukio hilo la kuzima moto. Nyumba inakadiriwa ilikuwa na vyumba 8, lakini ni sehemu 2 ambazo upande mmoja alikuwa anakaa wapangaji na upande mwingine pia alikuwa anakaa wapangaji. Katika vyumba vilivyoteketea vyote ni vyumba 4 na 4 vimeweza kuokolewa. Sambamba na hilo, kumetokea madhara ya vifo ambako kumetokea vifo vya watu watatu, ambaye ni baba mwenye nyumba ambaye alitambulika kwa jina la Loch Shabani Mkole, miaka 39, ni kabila lake ni Mkwele. Yeye ni meneja wa ubora wa maji mkoa wa Mara. Lakini kifo cha pili imetambulika mama ambaye ni mke wake Mariam George Msigwa, yeye anakadiriwa kuwa na miaka 34, kabila lake ni Mbena. Lakini kifo cha tatu ni mtoto anatambulika kwa jina la Loch Mkole ambaye anakadiriwa kuwa na miaka 4, ni mtoto wa kiume. Na chanzo cha moto bado uchunguzi unaendelea, lakini taarifa tu zilichelewa kufika katika Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Kwa hiyo tutakapokuwa tumegundua chanzo cha moto tutawajulisheni. Nitoe rai na pole kwamba wakati inapokuwa imetokea majanga kama haya, tunahitaji wananchi wapige namba ya dharura ambayo ni 114. Lakini tunawashukuru wananchi wa eneo hili, wamekuwa bega kwa bega kushirikiana na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji na vikosi vingine ambavyo ni Jeshi la Polisi, TANESCO na wadau wengine wa mamlaka ya maji. Tumeweza kudhibiti moto huu usiweze kuendelea sehemu nyingine. Kwa majina naitwa Idi Jafari Changara, ambaye ni mwenyekiti wa mtaa huu wa Nyarusuria. Hii taarifa ya tukio hili mimi nimeipata saa 10, nimepigiwa simu na mwananchi kwamba mwenyekiti, kuna tukio la moto kwenye nyumba ya ndugu Rocha hapa unawaka sana. Ikabidi nikimbie kuja mpaka hapa, nikakuta wananchi tayari wameshafika kidogo, ndo fire naye ikafika, tukawa tunaendelea kuzima moto mpaka kufikia hatua ya asubuhi hii. Tumeangalia kukuta wote wamekufa ndani, mke na mume na mtoto. Chanzo cha moto kwa taarifa iliyokuwepo ni kwamba huyu bwana alikuwa kulikuwa na hitilafu kwenye sehemu za umeme, na akawa analalamika kila siku kwamba ameshatoa taarifa TANESCO lakini hawaji. Sasa yawezekana ndio ikawa chanzo cha moto. Kwa kweli limetuathiri kikubwa, kwa sababu ndugu yetu huyu tulikuwa naye karibu sana, maana alikuwa anaishi vizuri na jamii yote hapa mtaani. Tumeathirika kwa kiasi kikubwa. Naitwa Merama Walioba. Mimi nyumba nimeshtukia saa 9:20 ndio nikaona moto unawaka, ndio majirani wenzangu wakapiga kelele, nikatoka kuja kuangalia, ndio tukapiga kelele majirani wote, tukasogea hapa jirani, kaamba pambana. Tajiri mwenye gorofa akanipigia simu, kuna shida gani huko? Nikamwambia bana, naomba utusaidie zimamoto waje watusaidie, nyumba imeungua huku kwa Rochi. Mimi naitwa Restituta Gabaseki Malima, ni mkazi wa hapa Nyarusuria. Kwa kweli ili tukio limetusha sana na limetuumiza sana wana Nyarusuria wote, kwa sababu ilikuwa usiku wa manane. Tumeshtuliwa tu ghafla usingizini kwamba nyumba inaungua. Basi baada ya kusikia yowe, watu wanapiga yowe, ndio tukakimbia kuja kushuhudia ili tukio, tukifikiria labda jirani aliyetokewa na tukio la moto inawezekana labda yuko nje, tukamtafuta tukuweza kumuona. Basi katika kutomuona tukajua yumo ndani, lakini baadaye zimamoto limekuja, limezima moto, limejitahidi. Kwa kweli wamejitahidi sana. Basi ndio tukawa tumesubirisha, ndio wakasema tayari wako ndani wote, familia nzima, mume na mke na mtoto wameshafariki. Lakini imetuumiza sana kwa kweli, tukio ambalo halijawahi kutokea katika kijiji chetu hapa. Tumeumia sana. Alikuwa ni mtu wa watu, familia, mume na mke, walikuwa na upendo sana katika kijiji hiki. Mimi naitwa Lea Charles Obunde. Mimi ni mkazi wa mtaa wa Nyarusuria. Mara nyingi marehemu Rochi amekuwa akiripoti TANESCO kwamba nyumba yake ina shoti. Wanakuja saa zingine wanasema wamesahau spana. Kuna duka liko hapa jirani, saa zingine wanaenda kusema tunaomba pisipisi, mara sisi tunaomba nini. Sasa hivyo vitu kweli ni walikuja kuomba kwa jirani. Wao kama mafundi inatakiwa wanakuja wamekamilika. Walikuwa wanajua kabisa huu mji una shida ya shoti ya umeme. Na sio mara ya kwanza, mpaka marehemu anakata roho.
mpaka jana umeme ulikuwa hauwaki ndani ya nyumba yake. Yaani tunashangaa sasa usiku tunaamshwa saa 9 kwamba mji unaungua. Ni kwamba shoti imeanzia labda kwenye nguzo, hatuwezi kujua. Baka wao wenyewe wamekuja hiyo saa 11 baada kwa tumepiga simu zao sana wakawa wapokei. Mpaka mapolisi wenyewe wakawafuata kuwaambia jamani, zimeni kule Nyarusuria kuna shoti ya umeme. Wamekuja wanapanda nguzo, wanasema kwamba hiyo nguzo yao sio imara. Wakaenda kupanda ile ya jirani pale. Ndo wakaenda kupanda hapo ndo wakajua kuzima. Kwa hiyo shida yetu sisi TANESCO pia wajue namna ya kutusaidia wananchi huku. Tunapokuwa tunapeleka shida zetu, wawe wepesi kutusikiliza. Tukienda kuambia jamani labda kuna miti imelalia nyaya, wawe wepesi wa kusogea. Kama hawana uwezo wa kutusaidia wanatuambia hata sisi tunajiokoa wenyewe kwa pesa zetu tunawapa wanatusaidia. Kuliko kuacha mpaka mtu anakata roho. Hayo ndio ya kwangu.